ista'in billahi azza wa jalla, omba msaada kutoka kwa Allah mwenye izza na utukufu. Hadithi yake ni hadithi ya Abu Huraira. Abu Huraira tumeshamsoma, hatuna haja kumrejea. Anasema katika hadithi ya 14, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, umepokelewa kutoka kwa Abu Huraira, Allah amridhie. Qala, amesema Abu Huraira, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, almu'minu alqawiyyu, muislamu muumini mwenye nguvu, khairun, ni bora huyu zaidi, sababu khair asli yake ni akhyar, ndio asli yake, ikabakishwa khairun takhfif, lakini asli yake ni akhyar, ni bora zaidi. Almu'minu alqawiyyu kadhalika shar, asli yake ni ashar. Almu'minu alqawiyyu, mu'min mwenye nguvu, muislamu mwenye nguvu, khairun, ni bora zaidi. Wa ahabbu ila Allahi, na anapendeza zaidi mbele ya Allah, min almu'min adh-dha'if, kuliko mu'min dhaifu. Nguvu inayokusudiwa wanasema ahlul ilmi ni nguvu ya imani, na ndivyo ilivyoanza hadith almu'minu alqawi, mu'min mwenye nguvu, khairun, ni bora zaidi, maana ana nguvu ya imani, nguvu ya imani, quwwatun fi imanihi. Na nguvu hii wanasema ambayo ni mahmuda, inapendeza, inazungumzwa kwa uzuri katika sharia, imekusanya mambo mengi, ikiwemo nguvu kwenye kufanya taa. Yani ana nguvu kwenye kufanya taa, ana nguvu kwenye kufanya taa, ana amali nyingi za kheri, anafanya hili mara kwenye hili yupo, kwenye hili yupo. Utamkuta labda kwenye mazishi yupo, darsa yupo, hadhara yupo, kuna kuwasaidia labda watu fulani kwenye matatizo yupo, ameonekana pia. Katika maana ya nguvu inayokusudiwa katika maana zake, kathratul amal, wingi wa amal njema. Na akisimama kuswali anarefusha, atwalu qiyaman, kwenye funga humkosi. Al-ithnain wal khamis yupo, masiku meupe yupo. Imetokea jihadi ya kisharia yupo. Kwenye haji ameenda, umra anajitahidi. Lakini kadhalika kwenye kuzuia munkar ana azma kubwa kabisa katika kubadilisha munkar, utoka kwenye munkar uende kwenye maarufu. Ana nguvu kadhalika kwenye kusubiri juu ya maudhi ya maadui. Ana nguvu kwenye kutahammal makruhu, anatahammal makruhu, mashaka, tabu, anatahammal. Anadhibiti hasira zake, kama tulivyoona kwenye hadith, laysa ash-shadidu bisur'a, inma ash-shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Kwa anatahammal. Mu'min huyu khairun wa ahabbu ila Allah, ni bora zaidi na anapendeza zaidi mbele ya Allah, min al-mu'min adh-dha'if, kuliko muumini dhaifu ambaye ni dunia huyu. Wa fi kullin khairun, na katika wote wawili hawa kuna khairi. Katika wote wawili hawa kuna khairi. Muumini dhaifu ni khairi, na muumini ambaye sio dhaifu ni khairi, kwa kuwa wameshirikiana kwenye wasifu wa imani. Huyu ni muumini na huyu ni muumini, wanazidiana daraja tu, lakini wote wana khairi kwa kuwa wote ni waumini. Ihris ala ma yanfa'uka, kupia siku zote kufanya yale ambayo yana manufaa na wewe. Ihris, kupia, ala ma yanfa'uka, juu ya yale ambayo yatakunufaisha, manufaa ya kidini na manufaa ya kidunia. Na hili wanasema ahlul ilmi linaingia kwenye al-akhdhu bil asbab, kuchukua sababu, kwamba sikae tu hivi hivi kwa kazi yake, labda anawaomba watu, anachakarika, anajishughulisha, anapopia kuyafanya mambo ambayo yana manufaa na yeye. Atakula watoto wake, atawasomesha madrasa, ataelea familia yake, anauza, ananunua, au ni mkulima, analima, anavua, mvuvi, anajitahidi,
ihris ala ma yanfa'uk, hupia kuyafanya yale ambayo yatakunufaisha, manufaa ya dini na manufaa ya dunia. Na ikitokea kwamba yamegongana manufaa mawili, la dini na dunia, kwenye wakati huo huo tanguliza la dini, acha la dunia. Ndivyo wanavyosema ahlul ilm. Na wana aya kwenye Qur'an. Suleiman alayhi salam alipoletewa wanyama wale, akawa na wakagua. Wanyama gani walikuwa? Farasi. Mpaka akapitwa na salatu al-asr. Akasemaje Allah kwenye Qur'an? idh urida alayhi bil ashi as-safinatu al-jiyad faqala inni ahbabtu hubba al-khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Paka jua limezama, nimeshughulishwa na mambo haya ya kidunia. rudduha alayya fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Wako waliosema aliwachinja na wako waliosema aliwapiga, kama hawa wamenishughulisha na ibada ya kumwabudu Mola wangu. Kwa hiyo akikinzana mawili kwa Muislamu, hili la kidini, hili la kidunia, kwa wakati mmoja, anatanguliza la Allah subhanahu wa ta'ala. ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, na katika kukupia kwako na katika kuchukua kwako asbabi ya mambo yako unayoyafanya, omba msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. wasta'in billah, na uombe msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu vyovyote vile ambavyo kwamba utachukua asbab alafu ukawa umekosa auni ya Allah, Allah haja kuauni, haja kupa taufiki, haja kusaidia, huwezi ukavuka, huwezi kufanya chochote. Unaweza umefanya asbabi nzuri lakini hakuna kitu. Kwa nini? Umekosa taufiki kutoka kwa Allah. Kwa hiyo fanya mambo, fanya asbab alafu muombe Allah msaada. Na ndio maana ya la haula wala quwwata illa billah. Hatuna hila wala nguvu ya kuepuka maasi. La hila lana, hatuna hila ya kuepuka maasi, wala quwwa, wala hatuna nguvu ya kutenda taa illa billah, isipokuwa kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz, wala usishindwe katika hali yako hiyo. Usipatwe na nyong'onyo, hali ya kubweteka kwenye jambo lolote lile. Muda wa kuwa lina manufaa na wewe, kusoma ilmu usiache, kuhudhuria darsa usiache, kusomesha usiache, siku na manufaa na wewe, naam, usiache. La ta'jaz, kuandika vitabu usiache, sina manufaa na wewe, usiache. Wa in asabaka shay'un, kuwasaidia wanafunzi usiache, siku na manufaa na wewe, naam, usiache. Acha, muache shetani asije akakuchezea. Wa in asabaka shay'un, na kama utapatwa na kitu kikaenda kinyume na matarajio yako, fala taqul, basi usiseme law anni fa'altu kana kadha wa kadha, lau ningelifanya hivi ingelikuwa hivi na hivi. Walakin qul, lakini sema qadarullahi, manake hadha qadarullahi, hii ni qadari ya Allah ndiyo iliyoniangukia, hii ni qadari ya Allah, hii ni qadari ya Allah. Wama shaa, na akitakacho yeye Allah, faala, hufanya, na lake alifanyalo halina mkwamo. Kwa hiyo usijilaumu kwamba ningefanya hivi ingekuwa hivi, lao ningefanya hivi ingekuwa hivi, bora ningefanya hivi bwana. Sema qadarullahi, hii ni qadari ya Allah. Wama shaa faala, na alitakalo Allah huwa, alitakalo Allah hufanya. Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Allah anasema hamtakuwa na matashi ya kutaka chochote ila baada ya kutakiwa na Allah, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an 30 suratul Insan. Na akasema tena subhanahu wa ta'ala, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, na huenda mkachukia kitu fulani lakini kikawa ni bora zaidi kwa nyinyi hicho kitu. 216 suratul Baqara. Na akasema tena subhanahu wa ta'ala, inna rabbaka fa'alun lima yurid, hakika Mola wako ni mfanyaji wa ayatakayo. 107 suratu Hud. Akasema tena subhanahu wa ta'ala, la mu'aqqiba li hukmi, hakuna
muaqib wa kuhoji kwenye hukumu zake azipitishazo subhanahu wa ta'ala. Akasema tena subhanahu wa ta'ala, wallahu ghalibun ala amri, Allah ni mwenye kushinda juu ya mambo yake anayoyataka yeye, anashinda subhanahu wa ta'ala. 21 Yusuf. Fa inna law, kwani hakika neno lau ningefanya kadha ingekuwa hivi, lau nisingekuja hivi nisingepata, lau ningeenda nisingepata. Fa inna law, kwani hakika neno lau taftahu amala ash-shaytani, hufungua matendo ya shetani. Matendo ya shetani ni waswasa wake. Matendo ya shetani ni wewe kukinzana na kadari ya Allah, kutoridhika na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Matendo ya shetani. Fa inna law taftahu amala ash-shaytani. Na Muislamu akipatwa na ambalo kwamba hakuliridhi au akitokewa na ambalo kwamba hakulitarajia, Allah ndo kalipitisha. Kwa hiyo Muislamu anaitakidi kwamba Mola wake alichokichagua yeye ndiyo bora zaidi kuliko anachokipenda yeye. Rawahu Muslim, hadithi hii imepokea Imam Muslim.